Welcome. Thank you. Karibu. Well, as I said, it is a pleasure to be with you. Nachoweza kusema ni heshima kuwa pamoja nanyi. And because I have a very unique role at our church, Na kwa sababu nafanya kazi maalum pale katika kanisa, I want to explain it a little bit to you so you understand. nitaelezea kidogo ili uweze kunielewa. I have to confess, I did not have a pet monkey growing up. Kwa kweli natakiwa nikiri kwamba wakati ninakuwa sikuwa na ule mchezo wa yule tumbili. I did not grow up in Uganda. Sorry? I did not grow up in Uganda. Sikukulia Uganda. So I do not want you to get me confused with Pastor Barry. Kwa hiyo usinichanganye na mchungaji aliyetoka. Mimi sikukulia Uganda. But I am raising 3 children. Lakini ninalea au na watoto watatu. And my 2 youngest ones are like wild monkeys. Lakini wale watoto wangu wawili wale wadogo wanafanya kama yule tumbili alivyokuwa anafanya. So I have some commonality. Sorry? So we have some things in common. Kwa hiyo tuna vitu vinavyofanana. So our church has a mission statement. Kwa hiyo kanisa letu lina kauli mbiu au kauli ya huduma that we exist to serve neighbors and nations. Kwamba tunaishi ili kuwatumikia majirani pamoja na mataifa. As the outreach pastor at our church, kwa hiyo mimi kama mchungaji ambaye niko kwenye umisheni, I help oversee the programs for neighbors and nations. Ninasimamia huduma za majirani na pia kwa mataifa. I plan several big events for our community. Nimekuwa na matukio makubwa kwenye jamii yetu. And then I also travel around the world doing projects. Lakini pia nasafiri duniani nikifanya miradi mikubwa. Over the past 5 years, kwa miaka 5 iliyopita, after COVID, I've been doing many projects around the world. Nimekuwa na mikutano mikubwa sehemu mbalimbali za dunia. Because my dad was a pastor growing up, he was bivocational, he had 2 jobs. Kwa hiyo baba yangu alikuwa ni mchungaji ambaye anafanya kazi ya uchungaji lakini pia anafanya kazi nyingine. He was a welder and a pastor. Alikuwa ni mtu anayefanya kazi za kuchomelea lakini pia ni mchungaji. I have a background in welding and construction. Nimekuwa na historia ya kukulia katika maeneo ya mambo ya ujenzi. I prefer hands-on things. Napenda sana kufanya kazi za mikono. I like to build things. Napenda kujenga. So there are many organizations that ask us to come as a church. Kwa kuna taasisi nyingi ambazo zimetuomba sisi kama kanisa. And we will do building projects for them. Na tulikwenda kwa ajili ya ujenzi, tukawa tunajenga majengo yao. Depending on what they need. Ikifuatana tukijenga kama walivyokuwa wanahitaji. So I can weld. Kwa naweza kuchomelea. I built my house that I live in. Nimejenga nyumba yangu kwa mikono yangu, nyumba ninayoishi. I know plumbing and electrical. Ninajua jinsi ya kufanya hizi mambo za umeme. Building is one of the gifts that God has blessed me with. Ujuzi wa ujenzi ni moja ya vipawa ambavyo Mungu amenibariki kwavyo. I am full time at the church. Lakini mimi ni mtu ambaye niko muda wote kanisani kwa ajili ya utumishi. And Pastor Ron, as our senior pastor, na mchungaji Ron kama mchungaji wetu kiongozi, he dreams of what we will do. He dreams of what we will do. Yeye anakuja na maono ya nini tutafanya. He comes up with an idea of what he wants to do for neighbors or nations. Anakuja na kile ambacho anataka sisi tufanye kwa ajili ya majirani na mataifa. And I help that dream come alive. Alafu mimi kazi yangu ni kuyafanya yale maono yawe vitu halisi. I do planning. Ninaweka mikakati. I do organizing. Ninaweka mipango. I do contracts. Alafu ninaingia kwenye mikataba kwa ajili ya kuwezesha mambo kutokea. So I have a very unique job. Kwa hiyo nina kazi maalum sana. I do not preach as often as I did when I was a youth pastor. Sihubiri sana kama nilivyokuwa nahubiri wakati nilipokuwa mchungaji wa vijana. So I am more used to working with a hammer now. A hammer? Nimekuwa nikifanya kazi sana ya kutumia nyundo than I am preaching. Kuliko kuhubiri. Nimekuwa ni mjenzi wa kutumia nyundo kuliko kuhubiri. It is a very unique position that I am in. Ni nafasi maalum sana. And as we look at my session today, lakini sasa ukiangalia somo langu leo, I want to give you some practical things that you can do for your church. Nataka nikupe vitu halisi vya kwenda kutendea kazi ambavyo unaweza ukavifanyia kazi kanisani kwako. Pastor Barry talked about releasing, surrendering what is in your hand. Mchungaji aliyemaliza kipindi chake amefundisha juu ya kuachilia kile kilichoko mkononi mwetu.
But after God receives what we surrender, lakini baada ya Mungu kuona kwamba tumeachilia kile tulichoshikilia, he asks a second question. Anatuuliza swali la pili. Not what is in your hand, sio tu nini kiko mkononi mwako, but is your house in order? Anakuuliza, je, nyumba yako iko sawa sawa? I'm going to practice some Swahili. Naenda kujaribu kuongea Kiswahili kidogo. It may be very terrible. Inaweza ikawa ya kutisha, lakini usiogope Kiswahili changu. That is why I have a translator. Na ndio maana nina mkalimani. I hope he can translate bad Swahili. Ninaamini kwamba anaweza katafsiri Kiswahili kigumu au kibaya. Because uwakili, because stewardship, yeah, close enough. It's not only God giving God what we have. Sio tu Mungu ametupa vile tulivyo navyo. It is managing what God gives back. Bali pia tunawajibika kuvitunza au kuvitumia vizuri vile Mungu alivyotupa. Uwakili, stewardship, also has the word wakili. Ina neno pia ina neno wakili, which is a steward. Someone who is an advocate or a lawyer. Ambaye huyu mtu ni kama mwanasheria au kama mtu ambaye anasimamia. We were entrusted with what God gives us. Sisi tumeaminiwa na Mungu dhidi ya vile vitu ambavyo ametupa. I want you to turn to Luke chapter 9. Nataka ufungue kitabu cha Luka Injili ya Luka mlango wa 9 verses 14 through 17. Mlango wa 9 verse 14 through 17. 14 kwenda 17. And I'm going to ask him to read it in Swahili to save us time. Na naisoma kwa Kiswahili ili tuweze kuepusha muda. Anasema, kwa kuwa wanaume waliokuwako walipata kama 5,000, akawaambia wanafunzi wake, wakatisheni watu kwa safu, kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akavibariki, akavimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Wakala, wakashiba wote, na katika vile vipande vilivyobakia walikusanya vikapu 12. You know the story of the feeding of the 5,000. Unaielewa vizuri hadithi hii ya kulishwa kwa watu 5,000. The Greek word used for ranks here, neno la Kigiriki lililotumika hapa, is literally garden plots. Linamaanisha kwamba Mungu amekuwa amepanga. The seated crowd looked like vegetable beds laid out in rows. Kinachoonekana ni kwamba lile kusanyiko lilikuwa ni kama kusanyiko ambalo liko tayari. There was order to what Jesus did. Lakini kile alichokifanya Yesu, aliweka utaratibu kabla ya kuwahudumia. The Holy Spirit chose an agricultural word to describe the crowd. Roho Mtakatifu ametumia neno la wakulima, kwa sababu jamii alikuwa anaongea nayo ni wakulima, ili waweze kuelewa kile alichokuwa anasema nao. Everyone remembers the miracle. Kila mmoja aweze kukumbuka ule muujiza. Almost no one preaches about what Jesus did first. Sorry? Almost no one preaches about what Jesus did first. Karibu kila mmoja aliyekuwepo pale alilazimika kuhubiri kile alichokifanya Yesu kabla ya muujiza. Before Jesus multiplied the bread, kabla Yesu hajazidisha mkate, he organized the people. Aliwapanga watu kwenye safu. Order precedes overflow. Anasema utaratibu unatangulia kabla ya muujiza. God structures the vessel before he pours out his blessings. Mungu anakitengeneza au anakiandaa chombo kabla hajamimina baraka zake. The 5,000 were not fed as a crowd. Wale watu 5,000 Mungu hakuwahudumia kama makutano. They were fed as 100 ordered communities. Aliwahudumia kama makundi ya mamia. Where we are staying is on Lake Victoria. Sisi tuko hapa karibu na Ziwa Victoria. As we look across the water, we can see the fishermen in their boats. Tunapoinua macho yetu na kuangalia ziwa, tunaweza tukawaona wavua samaki wakiwa kwenye kazi zao. They are trying to catch dagaa. Wanatupia ndoano. And you see how they go about that. Na unaweza kaona jinsi ambavyo wanafanya. That lake is filled with fish. Hiyo ziwa imejaa samaki. Supply is not the lake's problem.
The supply of fish is not the lake's problem. Swala la kwamba upatikanaji wa samaki ziwani sio tatizo. Sio kazi ya ziwa. Thank you. It's a very good point. Thank you. But ask the fishermen what happens when the catch comes in and ice has not been bought. Lakini kinachotokea kwa wale wavuvi sasa ni kazi yao kuwajibika kuweka utaratibu au juhudi za kuvua. Or if the drying racks are broken. Au kama zile the drying racks. The racks to dry the fish. Wanapojaribu kuzikausha samaki. The transport has not been arranged. Swala la usafirishaji, the fish rots. Swala la usafirishaji sio swala la samaki. Isipokuwa na usafirishaji mzuri, samaki wataoza. The catch God provided is lost. Na ile juhudi waliofanya wale wavuvi pia na yenyewe itakuwa imeharibika. Not at the point of provision. Kwa hiyo swala sio pale kwenye samaki kuzaliwa au kupatikana, but at the point of management. Lakini changamoto iko kwenye kuwatunza samaki baada ya kuwavua. And every farmer knows. Na kila mkulima anafahamu the same law from the land. Kwamba hivyo ndivyo ilivyo pia hata baada ya mavuno. The harvest that outgrows the storehouse. Mavuno yanapovunwa yanatakiwa yafike kwenye mahali pa kutunzwa, store. It feeds the rats, not the family. Mavuno yakifika kule store, panya wale ndo wanaanza kula mavuno kule store. God's problem is never supply. Siku zote kwa Mungu kuachilia vitu sio tatizo. Our problem is the container. Tatizo ni sisi tunaotakiwa kutunza kile kilichotolewa. A wise farmer prepares before the catch. Mkulima mwenye hekima huandaa mahali pa kutunzia mavuno kabla mavuno hayajaja. A wise pastor sets the church in order before the growth. Mchungaji mwenye hekima anaweka mambo ya kanisani sawasawa kabla ya mavuno kuja kanisani. Many of us are praying for a revival while our storehouse is not adequate. Wengi wetu tunaomba kwa ajili ya uamsho mkubwa, lakini ukweli ni kwamba kule makanisani mwetu hatujaweka mambo sawasawa. Mavuno yakija yanaharibika. You wouldn't know what to do with the harvest if God gave it to you. Hutajua nini cha kufanya wakati ambapo Mungu atakupa mavuno. That is what we want to talk about today. Na hicho ndicho tunachotaka kwenda kukiongelea muda huu. There is an order to our God. Kwamba kwa Mungu wetu kuna uhitajika kuwa na utaratibu. If you have dreams without a plan, ukiwa na ndoto pasipo mipango, that is bad stewardship. Huo ni uwakili mbaya. If you believe that God can do it, ukiwa unaamini kwamba Mungu anaweza kufanya, what part are you doing in it? Wewe unafanya nafasi ipi? Kama Mungu ana nafasi yake, wewe una nafasi ipi? We believe that God can do the miraculous. Tunaamini kwamba Mungu anaweza kufanya miujiza. But when that miracle happens, lakini muujiza unapotokea, we have to be prepared to manage it. Lazima tuwe tumejiandaa kutunza ule muujiza. If you're not preparing for that, ikiwa hatujajiandaa kutunza miujiza, do you really believe that miracle is going to happen? Je, unarudi kujiuliza ni kweli ulikuwa unaamini kwamba muujiza utatokea? Hello? Hello? I know this is not easy. Najua kwamba hii ni ngumu, ni chungu kumeza. Because now there's a part that we must play as ministers of the gospel. Kwa sababu ukweli ni kwamba sisi kama watumishi tuna nafasi lazima tuifanye kwenye kufanya kazi pamoja na Mungu. I've been doing ministry for 20 years. Nimekuwa nikifanya huduma kwa miaka 20. It is an honor to be called by God. Ni heshima iliyoje kuitwa na Mungu. But there is also a work to the ministry. Lakini ukweli ni kwamba kuna kazi ya kufanya kwenye huduma. You see in scripture many times. Sorry? You see in scripture many times. Unaona katika maandiko mara zote that there is a responsibility of the minister. Kwamba kuna wajibu wa mtumishi kuwajibika kwenye kazi ya Mungu. I know that one of your local dishes is ugali. Najua chakula cha kienyeji mahali hapa ni ugali. No one in Tanzania cooks ugali any way they like. Najua katika Tanzania hakuna mtu hapa Tanzania anayepika ugali vyovyote tu anavyotaka. You have to have water. Lazima kwanza uchemshe maji. Then fire.
and uwashe moto, then the flour, and then uweke unga, and little by little, and then kidogo kidogo, then the stirring, and then uanze kufanyaje, and the stirring, and then ukoroge vizuri, and more stirring, and then uendelee kukoroga. Stirring is the hard part. Unajua ile kugeuza ile lafuke sawa ni sehemu fulani ambayo ni ngumu. But if you change the order, lakini ukibadilisha utaratibu, you spoil the food. Badala ya kuwa na ugali ulioiva unakuwa na ugali mbichi. The ingredients are not the problem. Kwa sababu unakuta zile ule unga na maji haukuyaweka katika uwiano unaotakikana. The order is the problem. Kwa hiyo tatizo ni nini? Tatizo ni utaratibu. Now as Pentecostals many times sasa sisi kama wa Pentecosti we believe that sometimes we don't have to prepare. Tunaamini kwamba hatuhitaji maandalizi. But the Holy Spirit is not opposed to order. Lakini unatakiwa ujue kwamba Roho Mtakatifu hakatai kuweka utaratibu, anataka tuweke utaratibu. God's power and God's order work together. Nguvu za Mungu na utaratibu vinaenda pamoja, wapendwa. Order is not the enemy of the Spirit. Utaratibu sio adui wa Roho Mtakatifu. Order protects what the Spirit intends to grow. Anasema utaratibu unalinda kile anachokifanya Roho Mtakatifu. God has always given the people order. Kwa hiyo unakuta Mungu wakati wote amewapa watu maelekezo ya kufuata utaratibu fulani. And I know I look like the youngest person on this stage. Na najua katika hapa naonekana kama kijana mdogo tu. I may look like only a child to you. Naweza nikaonekana kama mtoto kwako. But I am 42 years old. Lakini na miaka 42. And when I look at God's word, na nikiangalia kwenye neno la Mungu, God has always given his people order. Mungu wakati wote amewataka watu wake wakae, amewapa watu wake utaratibu. I'll give you some examples. Nitakupa mfano. Noah was given exact measurements of the ark. Nuhu alipewa vipimo halisia vya kujenga safina. Moses was given the pattern for the tabernacle. Musa alipewa ramani kwamba utajenga hema la kukutania kwa vipimo fulani. Nehemiah had every family assigned to its own section of the wall. Nehemia naye alikuwa na utaratibu aliofuata kwenye kujenga ukuta. If you're writing notes down today, I want you to write this down. Kama unaandika notes zako, andika kitu hiki sasa, andika. Order is obedience repeated. Utaratibu ni utii unaojirudia rudia. A plan is faithfulness written down. Mpango ni uaminifu ulioandikwa. It is an expectation that God is going to do what you're praying for. Ni matarajio kwamba Mungu anakwenda kufanya kile ulichokiomba. So within your own culture. Within your own culture. Kwa hiyo katika utamaduni wetu au katika utamaduni wako, you have something very similar to what Jesus did. Kuna kitu ambacho kinawiana sana na kile alichokisema Bwana Yesu. Jesus arranged the crowd into units small enough that every person could be seen. Yesu aliwaandaa watu wakae katika makundi madogo madogo ili kila mmoja aweze kuonekana. That they could be counted and they could be served. Ili waweze kuhesabika, waweze kuhesabiwa na waweze kuhudumiwa. Tanzania already knows this principle at the national level. Tanzania tunalielewa hilo katika level ya kitaifa. Ni nyumba kumi. Nyumba kumi. Mnaelewa eh? Ule utaratibu wa balozi wa nyumba kumi, balozi wa nyumba kumi. The 10 house cell. Utaratibu wa nyumba kumi with its balozi. Ambapo kuna balozi. Whenever one thinks of politics, na unajua kama ilivyo katika siasa, the logic is sound. Ile fikra ni sahihi. No household is invisible. Kwamba hakuna nyumba isiyoonekana. No need unreported. Wala ambayo haiwezi kutolewa taarifa. Every 10 homes with a name responsible for them. Ili iweze kuwa kwamba kila zile nyumba 10 uongozi uweze kuwatambua, kuwaelewa na kuwahesabu.
Jesus did the same math on a Galilean hillside. Yesu alifanya kile kile alipokuwa katika muujiza huu. He turned the crowd of 5,000 alibadilisha lile kusanyiko la watu 5,000 into 100 nyumba hamsini. Badala ya nyumba 10 yeye akafanya nyumba ya 100. Sasa sisi tunaishi kwenye nyumba ya 10 yeye akafanya kwenye nyumba ya 100. Is that right? Yeah, you got it right. Okay. All right. We're doing good. God is doing good. Mungu anatusaidia. And suddenly 12 men could serve them all. Na baadaye kwa sababu ya huo utaratibu mzuri, hawa wanafunzi 12 wakaweza kuwahudumia wale watu 5,000 wakiwa wamejipanga katika utaratibu mzuri hivyo kirahisi. A crowd hides people. Unajua kusanyiko au nini? Umati, yes. Umati unasababisha mtu aweze kujificha. A structure sees people. Lakini ukiwa umewekwa watu kwenye utaratibu, unasababisha ule utaratibu kila mmoja aweze kutambulikana. The disciples did not serve 5,000. Wanafunzi hawa 12 hawakuwahudumia watu 5,000. They served 100 small communities which equaled 5,000. Waliwahudumia makundi ya watu 100 ambayo yalikuwa ni haya 100 ukijumlisha narudi kule kwenye 5,000, lakini waliogawanywa vizuri katika utaratibu ulio mzuri. We have to turn our church from a crowd. Ni lazima tubadilishe makanisa yetu yatoke kwenye makundi makubwa ya watu into smaller groups. Tuwafanye wao kwenye makundi madogo madogo ambayo tunaweza tukawatambua. We have to figure out a better way to care for people. Na hiyo inatengeneza njia nzuri. Lazima tutafute njia nzuri ya kuweza kuwahudumia, na njia hiyo ni hiyo, kuwaleta katika makundi madogo madogo yanayotambulikana. We have to have a structure in place for when we continue to grow. Lazima tuwe na utaratibu, tuwe na mfumo ambao unatuwezesha kuwatambua watu kirahisi na kuwahudumia kirahisi na kuwapa huduma kirahisi, so that everyone can be seen. Ili kila mmoja aweze kuonekana na kutambulikana. In America, kule Marekani, I have what we call a throw net. Catch a throw net. It's a throw net. All right. Kule Marekani tuna kitu tunakitumia kama neti, kama neti ambayo ni ya inarushwa, unairusha kwenye kama ziwa au kama ni neti walionayo. I like to fish and I have a pond at my house. Nyumbani kwake analo bwawa na mle ndani kuna samaki, kwa hiyo ana hii neti anayoitumia, akienda kwenye samaki wake anairusha ile neti. And when you throw the net out, na sasa anaporusha hiyo neti, it spreads out really wide. Inaenda imesambaa. But when you go to pull it in, lakini ukianza kuivuta, it closes on itself to catch the fish. Wakati unapoanza kuivuta, ile neti yenyewe imewekewa mfumo kwamba inaweza ikajikunja ikavuta samaki wengi. In Luke chapter 5, there's a story much like this. Katika Injili ya Luka mlango wa 5 kuna hadithi inayofanana na hii. They enclosed a great shoal of fish. Katika hiyo Luka 5, and their nets were tearing. Anasema wakavuta ile neti, na walipokuwa wanavuta neti, ile neti ikaanza kuchanika. They signaled to their partners in the other boat to come and help them. Na ndipo walipowaita majirani zao ili waje wawasaidie. And they filled both boats so that they began to sink. Na wakaijaza ile boti pamoja ili isije ikazama. Every fisherman on Lake Victoria has probably felt that moment. Naamini kwamba kila samaki aliyopo katika ziwa Victoria naye amewahi kukutana na jambo hili. When the catch God sends is bigger than the net that they have. Pale ambapo inapotokea wavuvi wamekamata samaki wengi kuliko I want to remind you that the problem is not supply. Nataka niwakumbusheni ndugu zangu kwamba tatizo sio Mungu mtoaji. Jesus handled supply. Yesu anashughulika vizuri na swala la kutupa vitu au mambo au yote tunayoyataka. As believers, we believe that Jesus is more than enough. Kama waamini tunaamini pasipo shaka kwamba Yesu ni zaidi ya utoshelevu. That he is a God of limitless supply. Kwamba yeye anaweza kutupa zaidi ya vile tuombavyo au tunavyowaza. The blessing of the fish was larger than the structure holding it. Kumbuka kwamba ile baraka ya samaki kwenye hiyo Luka 5 baraka ilikuwa kubwa kuliko mfumo wa kuzipokea au kuzitunza zile samaki. When the blessing is bigger than the net, inapotokea kwamba baraka imekuwa kubwa kuliko neti au chombo cha kupokelea. When the blessing is bigger than what you expect, baraka inapokuwa kubwa kuliko kile ulichokitarajia, the blessing starts escaping through the tear.
kinachotokea ni kwamba ile baraka inaanza kujipenyeza kupitia kwenye neti, inaanza kukutoroka. And notice what saved that catch. Sasa angalia kinachosemwa hapa kwenye hii Luka. Partners in the other boat. Verse. What verse is that? No, it's not a thing. Okay, anasema wale wengine katika mashua mengine ikabidi waanze kuwaita ili waje wasaidie kwa sababu wamekamata samaki wengi kuliko walivyotarajia. Structure is not only systems. Mfumo sio tu mfumo. It is relationships prepared in advance. Ni mahusiano yanayokuwa yameandaliwa mapema kabla ya baraka. Peter had partners before he had the catch. Petro alikuwa anao marafiki kabla hajavua samaki wengi. That's one of the great things about events like this. Na hiyo ndio umuhimu wa kongamano kama hili. You begin to see other brothers in Christ. Unaanza kuwaona ndugu zako, watumishi wenzako katika Kristo. You begin to see other sisters in Christ. Unaanza kuwaona dada zako, watumishi wenzako katika Kristo. You begin to build relationships. Unaanza kujenga mahusiano na wengine. So that when God is doing something, ili pale Mungu anapofanya kitu, you have friends that will help you know how to deal with the blessing. Unakuwa na marafiki ambao wanaweza kukushauri jinsi gani ya kukutana na hiyo changamoto au hiyo baraka ili isije ikakuponyoka. In John 21:11. 10. John 21:11. Yohana 21:11. Because we are running out of time, I'm just going to read it, but you can write it in your notes. Unaweza kaandika kwa sababu tuna changamoto ya muda. This is after the resurrection. Hii ilikuwa ni baada ya ufufuo. It's another miraculous ulikuwa ni wakati mwingine ambapo Petro pia amekamata sana samaki. It says 153 large fish. Verse 11. Verse 11, it says 153 large fish. Inasema samaki wengine 150. And although there were so many, na ingawa ijapokuwa walikuwa ni wengi namna hiyo, the net was not torn. Jarife halikupasuka. I want you to think about that passage. Nataka kama mchungaji mfikiria kidogo hapa. The Holy Spirit had a specific number. Roho Mtakatifu ana hesabu maalum. The fish were counted. Samaki walihesabiwa 153. 153. Someone stood on that beach and counted. Kwa hicho ndio kile alichokikamata Petro. And the net held. Na ile jarife halikupasuka. In Luke 5 the net tore. Katika Luka 5 ile neti ilipasuka. In John 21 the net held. Lakini Luka Yohana 21 wakati huu neti imewekwa sawa sawa haipasuki. It is the same. Unapata hiyo? Are you done? No, they are missing the point. You're missing the point. Please, okay. Let's get it back. Okay. So it's the same Lord. Ni dunia ile ile. It's the same lake. Ni ziwa lile lile. It's the same miracle. Ni muujiza ule ule. A lot of fish. Kwamba wamekamatwa samaki wengi kimeujiza. But it's a different net. Lakini hii ni neti ya tofauti. The question is not whether God will fill the net. Swali sio kwamba je, Mungu atajaza neti? The question is which net will he find in your hands? Swali ni kwamba Mungu atakukuta wewe una neti ya aina gani? Neti yako ina uwezo wa kutunza samaki au itapasuka? The question for you and your church. Hilo ndio swali la kujiuliza kanisani. What capacity could you handle? Wewe kama mchungaji unaweza ukamudu baraka za Mungu kwa kiwango gani? What capacity could you handle if God sent? Kama Mungu akileta vitu kwako kwa haraka, unaweza ukavitunza kwa kiasi gani? What leaders do you have ready to go? Una viongozi wa aina gani? If God sent your church, kama Mungu atakuletea pale kanisani 153 new believers, waumini wapya 153 sasa hivi wakuta wameingia kanisani this month, mwezi huu, would you be able to handle it? Je, kwa mfumo ulioko pale inawezekana wakakaa au wata? What are you preparing for? Umejiandaje? Are you preparing for what you already have? Umejiandaa kwa ajili ya pale ulipo au vile ulivyo navyo? Or are you preparing for what you're praying for God to send you? Au umejiandaa kwa ajili ya yale unayoyaombea ukiamini yatatokea, uandae mfumo wa kuyapokea? When Jesus was feeding the 5,000, Yesu alipokuwa anawahudumia hawa watu 5,000,
He gives us some things that we can take today. Anatupa vitu ambavyo tunaweza tukavichukua leo. As leaders, kama viongozi, if we follow Jesus' example, tukiufuata mfano wa Yesu Kristo, there are 4 things that he did. Kuna vitu vinne vinahitajika. He took the bread. Kitu cha kwanza, alichukua mkate. Receive what God gives you. Pokea kile ambacho Mungu amekupa. He blessed it. Alafu akaubariki. Set it apart to God in prayer. Kiweke wakfu kwa maombi. He broke the bread. Akauvunja mkate, akaumega mkate. Nothing multiplies whole. Distribution requires division. Hakuna kinachoweza kukua kikiwa bila kuvunjwa. Ili muujiza utokee, lazima vitu vivunjwe, vibomolewe kwanza, alafu ndio muujiza utokee. You just have to start thinking of how you're going to deal. You have to replicate yourself. Ni lazima ufikirie ni jinsi gani unaenda kufanya. Ni lazima uangalie jinsi ya wewe mwenyewe kujikuza, kuongeza vitu, kama ni maarifa, kama ni nini, kujikuza, kujiongeza. And then he gave it. Na ndipo baada ya hapo akawapa wanafunzi wake. Through the disciples' hands, through the ordered rows. Anatumia mikono ya wanafunzi ili awapelekee wafuate mfumo ambao tayari ameshaujenga wa kuwapanga wale makutano kwenye makundi. Sasa muujiza ndio unaenda kufanyika. The miracle happened in Jesus' hands. Muujiza ulifanyika kwenye mikono ya Yesu. The distribution happened through the disciples' order. Lakini mgao wa muujiza ulitumia mikono ya wanafunzi. Grace multiplies. Neema inazidishwa. Stewardship distributes. Neema inazidisha. Uwakili unagawanya. If you look at the story in John. Ukiangalia hii hadithi katika Injili ya Yohana, John adds a command that the Gospels do not record. Yohana anaeleza kitu ambacho Injili nyingine hawakuziandika. When everyone had eaten, Jesus said, kila mmoja alipokula, Yesu akasema, gather what remains. Akamwambia, kusanyeni mabaki yote, so that nothing may be lost. Ili kwamba kusiwepo na upotevu wowote. The same Jesus who multiplied without limit, Yesu yule ambaye anazidisha pasipo ukomo, commanded that the surplus be counted and kept. Anawaamuru, anawaambia hata yale mabaki myatunze, msiachilie uharibifu. This is wonderful. Miraculous supply is never an excuse for careless management. Ufanywaji wa muujiza wa Mungu au ule utoaji wa kiungu wa kimiujiza unatakiwa kulindwa. Yani asitokee mtu wa kutumia hiyo nafasi kuvuruga au kutumia hovyo zile baraka za Mungu alizozileta kwa muujiza. That was a lot what he said. Anasema nimesema sana, nimeongea sentensi ndefu. So I'm going to say the short version again. Kwa hiyo anaongea kwa sentensi fupi ili iwe rahisi kwangu. So that you get this point. Ili hii point usikose. Miraculous supply is never an excuse for careless management. Upaji wa kimungu isiwe sababu ya upotevu au utumiaji vibaya wa hizo baraka. You must be good stewards of what God is providing for you. Ni lazima uwe wakili au mtunzaji mzuri wa kile Mungu alichokifanya. 12 baskets, 1 per disciple. Makapu 12. Every servant went home holding the evidence that order and abundance are friends. Kila mmoja alienda nyumbani akiwa na uthibitisho kwamba mpangilio mzuri unaenda sambamba na miujiza ya kimungu. They had the evidence of the miracle that God had provided. Walienda wakiwa na ushahidi wa muujiza aliofanya Mungu. A church that does not count what God sends, kanisa ambalo halihesabu kile alichokifanya Mungu, will lose what God sends. Litapoteza kile alichokileta Mungu. Bread and people alike. Mkate pamoja na watu, vyote kwa pamoja. So here is what I have in my role at the church. Kwa hiyo hiki ndicho nachofanya katika wajibu wangu pale kanisani. For a lot of the events that I do, they are large.
mikutano mikubwa au matukio makubwa ninayofanya ya kihuduma ni events kubwa, ni matukio makubwa. One of our events is close to 5,000 people total. Event zangu zinakwenda kwenye watu kama 5,000 hivi mara moja, yani mara moja wanakaa mahali kama watu 5,000. That is a lot to keep track of. Hawa ni watu wengi sana kuanza kuwafuatilia mmoja mmoja kujua hesabu zao. I have to have systems in place for that. Kwa hiyo ili iwe rahisi kwangu lazimika niwe na mifumo kwa ajili ya hayo. I cannot pray for God to increase that event. Siwezi kumwomba Mungu ili Mungu aongeze hayo makusanyiko without being able to handle what God gives me. Pasipo mimi kuweza kuwa na uwezo wa kuyamudu au kuyatunza hicho ambacho tayari ameshanipa. I have to figure out how to manage that. Nakaa chini nafikiria nifanyeje ili niweze kuweka mambo sawa sawa, niweze kujua mambo yanavyokwenda. If I forget to send someone information about the event, ikiwa nimesahau kumtumia mtu taarifa juu ya tukio tulilonalo au event tulionayo, they will not show up. Maana yake yule mhusika hataweza kutokea kwenye tukio. We cannot run the event like we want to run the event. Hatutaweza kulihudumia kusanyiko au kundi au kufanya event kama ambavyo tungetaka kuifanya. There is a responsibility to what God has entrusted to us. Kuna wajibu, tunawajibika kwa kile ambacho Mungu anatutaka tufanye. You will not be held accountable for what someone else's gifts are. Hauwajibiki kwa kipawa cha mtu mwingine. You are accountable to what gifts God has given you. Bali tunawajibika kwa kile ambacho Mungu amekiweka kwenye mikono yetu. So here are some questions I have for you. Kwa hiyo hapa nina maswali haya ambayo nataka ninayo kwa ajili yako. That you can begin to think about some processes within your church. Ili uanze kufikiria juu ya michakato hiyo ndani ya kanisa unalochunga. So that you can be intentional about what God is going to give you. Ili uweze kuwa mtu ambaye unafanya mambo kwa maksudi kwa ajili ya kile ambacho Mungu amekuitia kufanya. The first question is this. Swali la kwanza ni hili. Who sees the new believer? Swali la kwanza la kujiuliza kila mmoja wetu, nani anayewaangalia waongofu wapya? The moment someone responds to Jesus, whose name is attached to theirs? Mara tu mtu anapoamua kumpa Yesu maisha yake pale kanisani, ni nani anayewajibika na kumfuatilia huyo mtu kuhakikisha kwamba yuko salama? How do you bring them into discipleship? Unawaleta vipi katika shule ya maandiko? What is your process to help them grow? Ni mchakato gani ulionao wa kumfanya huyu muamini mpya hata aweze kuukulia wokovu? The second question is this. Swali la pili ni hili. Who is counting? Nani anayehesabu? Attendance, salvations, baptisms. Anayehesabu kwenye ubatizo, anayehesabu watu wanaompokea Kristo, anayehesabu mahudhurio, kila kitu. Nani anafanya hesabu pale kanisani? Nani anayehesabu watu? Not for pride. Kwa ajili ya sifa, kwa maana ya kujisifia, but so that nothing is lost. Lakini anahesabu ili kuhakikisha hakuna aliyepotea. How will you know you've had an increase this year? Unawezaje kujua kwamba mwaka huu umeongezeka? If you don't know what God did last year. Ikiwa hujui mwaka jana mlikuwa wangapi? The third thing is this, the third question. Kitu cha tatu au swali la tatu ni hili. Who else touches the money? Ni nani anayehesabu pesa au anayegusa pesa? Sadaka zinapotoka, nani anashughulika nazo? One set of hands on the offering is not trust. Ikitokea mkono mmoja au mtu mmoja si mwaminifu pale kwenye sadaka, it is temptation. Hiyo ni jaribu. That is accountability. Huo ni uwajibikaji. Number 4. Swali la 4. Who is being prepared to carry what you carry? Ni nani uliyemwandaa kufanya kile unachokifanya? Paul poured into Timothy. Paulo alimwandaa Timotheo so that the gospel would outlive the apostle. Ili kwamba injili iweze kuendelea. The fifth question is this. Swali la 5 ni hili. What happens to the overflow? Nini kinachotokea kwenye yale yaliyozidi au kule, kwa mfano kama ni watu wanapokuwa mmejaa kanisani na kule nje kuna watu, nini kinaendelea kule? When God sends more than what you need. Mungu anapoachilia zaidi ya unavyohitaji, inakuwaje pale kanisani? Is there a basket ready? Je, makapu yako tayari
Kuna makapu ambayo yako tayari kwa ajili ya kutunza vilivyobaki? How do you manage the things that God has entrusted to you? Unatunza vipi vile vitu ambavyo au vitu au watu au zile rasilimali ambazo Mungu amekuamini kwazo, amekupa? I believe that no matter how old or young you are, haijalishi kwamba wewe ni mzee kiasi gani, no matter how long that you've been in ministry, haijalishi umekuwa kwenye huduma kwa miaka mingapi, that we can always grow and be better. Wakati wote kuna nafasi ya kukua na kuwa bora. We can always improve our systems and things at our church. Ukweli ni kwamba tunaweza tukaboresha mifumo yetu na mambo yote tunayofanya kanisani ili yawe bora kuliko yalivyo leo. We can always look at why we do what we do. Lazima tujiulize kwa nini tunafanya tunachokifanya. We can always look at how we do what we do. Tunaweza tukaangalia jinsi gani tunavyofanya tunachokifanya. We don't have to just repeat the same history. Hatuhitaji kurudia historia iliyopita. God is a creative God. Mungu wetu ni Mungu muumbaji. He gives us ideas and dreams. Anatupa mawazo na anatupa ndoto. He places vision within us. Anawekeza ndoto ndani yetu so that we can see what others cannot see. Ili tuweze kuona vile ambavyo wengine hawavioni. As pastors, that is our responsibility. Sisi kama wachungaji, huo ni wajibu wetu. To steward the church. Kuwa wakili wazuri na kulihamasisha kanisa. To know what God has given us. Ili wajue kile ambacho Mungu ametupa. For what we will do when God gives us those things. Hii inafuatana na jinsi tutakavyofanya kwenye yale ambayo Mungu ametupa. In the story of the feeding of the 5,000. Kwenye hiyo hadithi ya kulishwa kwa watu 5,000, all 12 baskets were counted. Yale makapu yote 12 yaliyo ya mabaki yote yalihesabiwa. Even the overflow was stewarded. Hata kile kilichobaki bado na chenyewe kilitunzwa, hakikutupwa. I want you to grab the stick. Nataka sasa ushike fimbo yako. And I want you to ask yourself this question. Na baada ya kushika fimbo yako, nataka ujiulize swali hili, ujiulize wewe mwenyewe. What has God already sent to your church? What has God already sent to your church? Jiulize swali hili kwamba hapa kanisani Mungu ameshaachilia vitu gani au ameshatuma vitu gani hapa kwangu? That is rotting because of lack of order. Ambavyo sasa vinaoza kwa sababu hakuna utaratibu. Yaani anza kutambua ni nini ambacho Mungu ameshaachilia pale kanisani. What can you steward better with what God has given you? Nini unaweza ukafanya ili sasa uwe wakili mzuri kwenye kile ambacho tayari Mungu ameshakupa? I know that we all have different gifts and talents. Ninafahamu vizuri kwamba kila mmoja wetu ana karama na kipawa tofauti. But I want to remind you that God has called you to your people. Lakini nataka nikukumbushe kwamba Mungu amekuita wewe kwa ajili ya watu wale unaowachunga. He has entrusted them to you. Amewaamini wale watu kwako kwamba unaweza kuwachunga. It is a privilege to be able to minister. Ni jambo la heshima, ni jambo la baraka kuwachunga wale watu. It is an honor to preach the word of God. Ni jambo la heshima tumepewa kulihubiri neno la Mungu. But when it comes to being a minister, lakini inapokuja kuwa mtumishi, it is more than just preaching. Ni zaidi, kuwa mtumishi ni zaidi tu ya kuhubiri. It is shepherding the flock. Ni kulichunga kundi. It is shepherding the flock. Ni kulichunga kama mchungaji wa kondoo anavyochunga mbuzi, ndivyo tunavyochunga kondoo. It is leading and stewarding the resources. Ni kuongoza, lakini pia kutumia vizuri zile rasilimali tulizopewa. You can't look at another church and say, I'm going to do it exactly like them. Huwezi ukaliangalia kanisa lingine ukasema naenda kufanya kama wanavyofanya wao. You can't look at another church as just your model of success. Huwezi ukaliangalia kanisa lingine kama mfano mzuri wa mafanikio ya kanisa lako. God has called you to be you. Mungu amekuita wewe uwe wewe, sio wale. For your people. Wewe kwa ajili ya watu wako. For your church. Kwa ajili ya kanisa lako. For your community. Kwa ajili ya jamii yako. There is nobody else God wanted there. Hakuna mtu mwingine Mungu anayemtaka pale. Or he would not have placed you there. Vinginevyo asingekuweka wewe pale, lakini amekuweka wewe pale. If he has placed you there, kama amekuweka pale, then be a good steward of what he has given to you. Sasa kuwa wakili mzuri wa kile vitu Mungu alivyokupa. I want to pray with you. Nataka niombe na wewe sasa.
And pray that God would give you and speak to you revelation. Nataka niombe kwamba Mungu aongee na wewe na aseme na wewe na akupe mafunuo of how you can do what God has called you to do. Jinsi gani unaweza ukafanya yale ambayo unapaswa kufanya. With what you have in your hand. Ukitumia kile ambacho tayari unacho mkononi. That you will prepare your place of ministry for the overflow. Ili kutokea kwenye hicho ukaelekea kwenye mafanikio makubwa ya kihuduma. So that you can steward well what God is going to give to you. Ili uweze kutunza na kutumia vizuri vile ambavyo Mungu amekupa. Let me pray for you. Ngoja niombe kwa ajili yako. God, we come to you right now. Mungu Baba, tunakuja mbele zako sasa. You see us, you know us, you love us. Unatuona, unatupenda, unatujua. God, you have called us to this place. Mungu umetuita sisi mahali hapa. God, you have blessed us. Mungu umetubariki. God, we thank you for the privilege of ministry. Tunakushukuru kwa heshima na fursa ya kukutumikia. God, search our hearts. Baba, kagua mioyo yetu. Help us to see the places where we are losing the blessings you've given us. Tujalie kuona mahali ambapo tunapoteza baraka zako ulizotupa. Help us to see people how you see them. Tupe kuwaona watu kama unavyowaona wewe. Help us to love people like you love them. Tujalie kuwapenda watu wako kama unavyowapenda. Help us to be a blessing to our community as you have blessed us. Tusaidie kuwa baraka kwa jamii yetu kama unavyotubariki. God, give us revelation of what you would have for us. Baba, tupe mafunuo ya yale ulionayo kwa ajili yetu. God, I pray that you would give those who need encouragement. Baba, naomba kwa ajili ya wale ambao wanatakiwa kutiwa moyo, watie moyo. I pray that you would remind them that they are called by you. Naomba uwakumbushe kwamba ni wewe uliyewaita. God, that you see them, you know them. Kwamba unawajua, unawaona. And you have anointed them for the work of the ministry. Na umewapaka mafuta kwa ajili ya kazi ya huduma. God, may you open their eyes to the harvest. Baba, wafungue macho yao kuyaona mavuno. And may you help them prepare for what you are going to do. Na wape uwezo wa kuweza kufanya maandalizi kwa ajili ya vilivyoko mbele yao. God, I pray that you would speak to us. Baba, naomba kwamba uzungumze nasi. Individually. Kila mmoja. Powerfully. Kwa nguvu. Personally, kibinafsi, and that you would anoint us to do what you've called us to do. Na kwamba utupake mafuta kwa ajili ya kile ulichotuitia kukifanya. In a more powerful way than we have ever done. Katika jinsi ya tofauti sana na ya nguvu kuliko ulivyowahi kufanya. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Katika jina lenye uweza la Yesu tumeomba. Amen. 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 Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Clap offering to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ninapomalizia naomba niongee Kiswahili tu tusitafsiri. Okay. As I wind up, I want to ask you just to use my Swahili, no interpretation. Thank you. Amen. Amefanya sawa kutafsiri hivyo nilivyoongea. Asante sana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Katibu wa kamati na kuomba, kuna kitu ameongea chenye nguvu sana wakati anatuandaa, ambacho alisema kuhusu neno la Mungu. Nataka arudie, alafu kuna kitu nataka niseme kidogo kuunganisha na yale ambayo yamezungumzwa. Bwana asifiwe. Nilisema kwa mujibu wa Matendo 20:32 Biblia inasema tumepewa, anasema kwamba na wakabidhi katika mkono wa Bwana na katika neno la neema yake lenye uwezo wa kuwajenga na kuwapa urithi katikati ya watakatifu. Nikasema Mungu akitaka kukujenga hatumii zege, hatumii mchanga, hatumii simenti, anatumia neno lake. Hulituma neno nalo na kuondoa. Bwana Yesu asifiwe. Lile lilikuwa neno la kinabii sana kwa habari ya huu mkutano. Huyu hakuwa na sisi tunapojadili haya masomo hata kidogo. Ila Mungu amewachagua ili kusimamia hili kongamano, na hivyo anaunganisha roho na sisi. Wapendwa, siri
Yaani katika haya yote ambayo wamezungumza watumishi wa Mungu, siri iko kwenye neno. Unalipokeaje hili neno? Hapa ndipo penye utajiri. Hili neno ndilo linaweza kubadilisha kutoka mahali ulipo kukupeleka mahali pengine. Hili neno na haya mafundisho ndiyo yaliyonibadilisha mimi. Nipo hapa nilipo leo. Tutatoa shuhuda zetu pia. Mke wangu atakuja. Sisi tulivyoanza huduma katika hali ya chini sana, lakini tukajifunza kwamba tunachohitaji ni neno, ni Mungu na neno lake. Na tumemuona Mungu. Kwa haraka kwa sababu tunatakiwa tuondoke, niseme hivi, uondoke na hili kwamba una kila kitu unachohitaji kwa ajili ya kazi Mungu amekupa. Swala, unakitumiaje hicho kidogo kikubwa ulichonacho sasa hivi? Lakini pili ni kwamba mahali ulipo sasa, na hii itawagusa hata wenye makanisa makubwa ambao wanaona kwenye huu mji wanatoshea. Mahali ulipo sasa hivi sio sawa na rasilimali ambazo Mungu amekwisha kuachilia. Bado uko nyuma, bado hujafikia kuleta impact, hujafikia pale pa kuleta mabadiliko, hujafanya vitu vikubwa kulinganisha na vitu ambavyo tayari Mungu ameshaachilia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namalizia sasa na ushuhuda wetu kwa haraka sana. Sisi, mimi na mke wangu, tulianza chini sana kwenye uchungaji wetu, na tulianza na kupata 10,000, 10 na kitu kama kipato. Lakini Mungu alivyo mwaminifu akatufundisha uaminifu katika vile vichache tulivyokuwa tunapata. Na katika kumuomba Mungu, maana tulikuwa pia, si mnafahamu, umeoa, vitu haviji, saa ingine mnakosa hiki na nini. Ilifikia mahali tukaanza kumuomba Mungu. Tukasema, Mungu tubariki, Mungu tunashindwa kufanya hiki, Mungu. Tukaomba. Niwaambie Mungu alilo swali alilotuuliza kupitia mke wangu. Mungu alisema hivi, si tulikuwa tunaomba baraka, Mungu akasema mtaziweza. Maana tulikuwa tunaomba tukashirikisha na watoto, Bwana tubariki. Maana saa ingine mara hatuwezi kulipa school fees mara. Kwa hiyo tukawa tunaingiza na watoto kuomba, kufunga. Si unajua si wa Pentecoste, fungisha watoto, omba, tubariki. Tunasema Mungu tupe pesa nyingi. Mungu alituuliza swali, mtaziweza baraka? Ndio maana hawa walikuwa wanasema hivi, shida sio baraka. Shida utaziweza. Baraka, mpendwa, zipo pale pale ulipo. Na Mungu ana uwezo wa kukuinua kutoka pale ulipo. Vile vitu Mungu amekupa, unafanyaje? Zile pesa anazokupa, ni mwaminifu kiasi gani?
Tulianzia hapo sisi, tukawa wakali fungu la 10. Yaani tukipata kitu tumesha tulikuwa na bahasha kabisa ya fungu la 10 kuipata kwenye bahasha. Tulianzia hapo kuwa waaminifu. Pesa za kanisa zikiingia, tulikuwa waaminifu kuhakikisha zinafanya kile kilichokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tutakavyoendelea, tutaendelea kutoa shuhuda. Leo hii hilo kanisa tuliloanza tunapata hiyo hela kidogo. Hatuna miaka 10. Sasa hivi tuna jengo kubwa ambalo tunamalizia la kutosha watu 800. Hatuna miaka 10. Leo tuna mabasi 2. Hatuna miaka 10. Uje kufuatilia taratibu tulizo nazo, tunavyosimamia rasilimali zetu. Watu wanafikiri labda kila kitu tunatoa nje. Ni usimamizi. Haleluya. Hebu tusimame tumshukuru Mungu. Baada ya haya, alafu niwaachie kamati wamalizie.